Basi tujaingia huko, naomba nikuonyeshe hii vita imeandaliwa wakati gani. Sawa. Kuna mtaka ni mnukuu mtu anaitwa Kissinger na General Clark. Okay, General Marekani. Sawa. Sawa. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Hii post, kuna post niliandika na nataka ninukuu tu, mbali zile ambazo niliweka zile nukuu. Hii post niliandika mwaka tarehe 9 Januari mwaka 2020. Nikasema hivi, kichwa cha habari: vita ni mtaji wa mataikuni wa kuitawala dunia. Sawa. Hii post mtu akitaka zani kamsendia link akaisoma. Ni post nzuri ambayo mahojiano ambayo tunayafanya. Naona inapita mle ndani. Sawa. Sasa ukiangalia ukisoma huyu bwana Kissinger alisema hivi, na tunaanza hapa: vita vya kidunia vya 3 viko njiani. Okay. Na Iran itakuwa mahali pa kuanzia katika vita hivyo ambayo Israeli italazimika kuua Waarabu wengi iwezekanavyo na kuchukua nusu ya Mashariki ya Kati. Una point hiyo? Ndio. Hapa alisema katika mahojiano na Daily Escape. Ukianza kuingia kwenye mtandao utakuta Daily Escape akihojiwa Kissinger. Okay. Huyu Huckabee juzi, huyu balozi wa Marekani Israeli, alisema Israeli inatakiwa ichukue nusu ya Mashariki ya nini? Ya Kati. Si mlimsikia juzi hapo? Ndio. Mbona point hiyo? Hakuongea kwa kutoropoka. Katika siasa bwana simulizi hakuna ajali. Siasa ni mpango. Mtu anasikilizia mambo yamekuaje. Sasa kumbe sababu huko nyuma Kissinger ambaye kwa ni Mwisraeli huyu, ni Marekani mwenye asili ya nini? Israeli. Alikuwa ni waziri wa mambo ya nje ya Marekani. Na leo jana nimeona general wa Israeli ametangaza, msemaji wa Israeli ametangaza kuingia vitani na Hezbollah. Ndio. Kuifuta nini? Hezbollah. Na rais wa Lebanoni amesema Hezbollah isalimishe nini? Silaha. Kwa ni mkakati uliopangwa miaka mingi. Kwa Lebanoni, Jordan na kadhalika kule North Israeli, South inapanuliwa pale. Sikia. Tumeambia jeshi la Marekani kwamba tunalazimika kumiliki nchi 7 za Mashariki ya Kati kwa sababu ya umuhimu wa kimkakati. Sawa. Huyo ni Kissinger. Umuhimu wa nini? Nchi 7. Haswa kwa sababu zina vyanzo vya mafuta na rasilimali zingine za kiuchumi. Kuna hatua moja tu iliyobaki ambayo ni ya kuipiga Irani. Okay. Umeelewa paka hapo? Ndio. Hii ni miaka mingi imepita. Miaka 6 sasa. Ukipiga nini? Iran. Ndio. Sasa nchi 7 hizo zishapigwa. Okay. Bado Iran ndio ya 7. Okay. Umeelewa paka hapo? Ndio. Wakati Uchina na Urusi zitakapojiingiza kwa ujinga wao, yani vitani. Ndio. Inawezekana China akajiingiza pia. Okay. Mlipuko mkubwa wa vita kuu vitakuwa vimeshinda. Okay. Na nguvu moja tu Israeli na Marekani zitashinda. Alisema Trump, anasema kwamba tuongeza lakini tufanyaje? Tutashinda. Usikia jana kwa speech ya jana? Ndio. Usikiliza speech hizo. Sema tutapigana, Marekani na nguvu kubwa ya kushinda. Umeelewa? Okay. Alisema Israeli italazimika kupigana kwa nguvu zake zote na silaha kuua Waarabu wengi iwezekanavyo na kumiliki nusu ya Mashariki ya Kati. Na hata juzi hapa huyu nani? Netanyahu alisema hivi. Ndio. Kwanza uchaguzi umeirisha. Sema tuweze kufanya uchaguzi, nchi ipo kwenye tension. Kabla vita vya Iran juzi. Ndio. Akasema hivi: tutakubali kuumia, ila ushindi lazima tushinde. Okay. Ili tukitoka hapo tuzaliwe kwa Israeli kuu. Huyo ni Netanyahu mwenyewe. Kwa sasa hivi wamekubali, ulijua jamaa na makombora na atapiga, na sasa hivi jamaa wameshajiandaa, kuna underground ziko nyingi. Ndio. Wengi sasa watapiga juu, utaua sana wale watu kidogo tu. Watu wengi tayari wako chini, wengine wameshahamishwa. Kwa sasa hivi jamaa wamejitumua kufanya liwezekanalo Irani iangushwe chini. Sawa? Watu washerekea tu watu. Okay. Watafurahi. Hata sasa hivi media zinaonyesha kwamba Irani inapiga Israeli na Marekani. Lakini hawajui Irani imepigwa sana. Tuendelee. Anasema hivi: ngoma za vita tayari zimesikika Mashariki ya Kati, na kiziwi ndiye tu ambaye huwa hasikii.